رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehma kipenzi chake bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi, tukiwa tuendelea na kueleza wanawake waliomzunguka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa malengo tuwajue, ili wake zetu na madada zetu na mama zetu waweze kuigiza yale mema walioyafanya katika hadhara ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tukiwa tuendelea mwanamke kama dada, mwanamke kama dada, bimaana dada kimtu, yani msichana anatakiwa vipi katika mamkuzi yake anoinukia kuwa dada mwema kwa ndugu yake. Leo tuko katika kumweleza Fatima bintul Khattab ibn Nufail al-Quraishiyya ukhtul Faruq Umar. Tuko katika kumweleza Sayyidatuna Fatima, ndugu yake Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Fatima alikuwa ni katika wanawake wa kwanza waliombai bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi. Fatima alikuwa wa kwanza kusilimu kwa ndugu yake, bimaana Fatima alisilimu mbele kuliko Sayyiduna Umar, lakini Uislamu wake ulikuwa ni wa kufichwa, kwa sababu mwanzo wa mambo wa Waislamu au mwanzo wa jambo la Waislamu ulikuwa wanasilimu kisha alafu wanaficha, kwa sababu haijakuja amri kutoka kwa Allah kuweza kudhihirisha ule Uislamu ambao kwamba waliosilimu nao au kutangaza Uislamu. Sasa Fatima alisilimu, baada kusilimu alikuwa ni katika wale aulawiyat ama ulawiyat waliosilimu, lakini Uislamu ukawa ni wa kufichwa. Aliishi katika khidma ya kuhudumia dini kwa muda mrefu sana, na yaliyomfika katika njia ya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, mazito yaliyomfikia wakati aliposilimu kwake. Katika maendelezo ya kujifunza kwake Uislamu, mwalimu wake mkubwa alikuwa ni Khabbab ibn al-Arat. Alikuwa akija kimsomea Qur'ani Fatima bintul Khattab. Mume wake alikuwa ni Said ibn Zaid. Walikuwa wameshirikiana pamoja katika mwendelezo wa kujifunza Uislamu. Zilikuwa aya za mwanzo zinapoteremka, Fatima na Said wakawa ni wenye kuzihifadhi zile aya, kama tunavyoelezwa na Arruwat katika kusilimu kwake Sayyiduna Umar, namna ilivyoweza kupitia au njia ambazo kwamba zilizoweza kusababisha Umar aweze kusilimu ni kupitia baina ya Fatima na Said ibn Zaid, wakati walipokuwa wanasoma zile aya na kuzihifadhi zile aya. Sayyiduna Umar katika lahadha ambayo kwamba aliyokuwa nayo katika ukafiri wake, kumbukumbu za tueleza ya kwamba aliweza kutoka kwenda ama kwa lengo la kwenda kumua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa ameweka upanga wake kwenye uvu wake kwenye kiuno, iwatoka iwaelekea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kumua. Hapa ndio utapata ya kwamba mume wa Fatima ambaye ni Said ibn Zaid walikuwa pamoja wakati wanapojifunza Al-Qur'anul Karim, zinapokuwa ni zenye kushuka au inapokuwa ni yenye kushuka. Sayyidina Umar alipokuwa yuatoka kwenda kumua mwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njiani akakutana na mmoja katika Bani Zuhra. Yule bwana wa Bani Zuhra alipomuona Umar, uso wake hauna furaha, kana kwamba yuenda kutafuta kitu. Akamuuliza an wijhatihi, lengo lake la kwamba
time ile mahali gani anapokwenda, au nakwenda wapi ewe Umar? Saidina Umar akamweleza kwamba nimetoka nyumbani, azma yangu ni kwenda kumuua Muhammad. Nimetoka nyumbani, azma yangu ni kwenda kumuua Muhammad. Rajulun min bani Zuhra akawa ni mwenye kumtahadharisha Umar ukali wa Banu Hashim, ukali wa Banu Zuhra. Utakapokuwa ni mwenye kumuua Muhammad kama wanavyosema, umefikiria Bani Hashim watakuacha au Bani Zuhra watakuacha? Na ufahamu ni watu mashujaa pia na wao. Kisha huyu bwana akamwambia Umar, lakini kwanza wewe si utengeze kwako nyumbani kuliko kwenda kumuua Muhammad? Akimaanisha kwamba kwake nyumbani dada yake amesilimu na bwana yake dada yake amesilimu. Kwa hivyo kwanza usitoke kwenda kwa tengeza mbali, bali tengeza nyumbani, kwa sababu kuna la ajabu ambalo kwamba kwako nyumbani limetokea. Umar akamuuliza, ni ajabu gani ambayo kwamba iliyoko kwangu nyumbani? Yule bwana akamwambia, ajidaru bika an tadhhaba ila ukhtika wa zawjiha faqad taraka dinahuma wa amana bi rabbi Muhammadi. Ni bora uende kwa ndugu yako, dadako bimaana, na mume wa dadako, kwa sababu wao wameacha dini yao na wamefuata dini ya Muhammad na wamemwamini Mungu wa Muhammad. Kwa hivyo kuliko kwenda kwa Muhammad kwanza, ni vyema na ni bora uende kwa dada yako na mume wake, kwa sababu wameacha dini yako ambayo kwamba wewe umo ndani yake na wamefuata dini ya Muhammad alayhi salatu wassalam. Saidina Umar lilipomfikia jambo hili au habari hizi, akageuza kurudi kwa huku ambapo kwamba alipoambiwa kwanza nenda huku alafu ndio ende kwa Muhammad. Alipokuwa yenda kwa mtume, lakini kisha akageuza uso akaenda kwa ndugu yake ambaye ni dadake na mume wake dadake. Alipofika akampata Khabbab ibn al-Arati yuko ndani wasomesha Qur'anul Karim. Akabisha mlango, alipobisha na akaulizwa ni nani, akasema ni Umar. Khabbab aliposikia kwamba ni Umar akawa yatawara fil baiti indama sami'a sauta Umar. Khabbab akaanza kubabaika, akaanza kuhangaika kwa kusikia kwamba aliyomo mlangoni ni Umar. Umar akawa amesikia sauti ya Khabbab ibn al-Arat. Fatima aliposikia kwamba ni Umar akakimbia kukusanya zile sahifa za ayat min kitabillahi, akawa anazificha kumfichia Umar, akaziweka tahta fakhidhiha, akazificha kwenye mapaja yake, kwenye nguo. Umar alipoingia, bwana na bibi wakamuuliza, umesikia nini? Mbona umekuja hivyo? Liliokuleta nini? Kuna jambo ambalo kwamba umelisikiza mpaka ukawa ni lazima uje huku? Umar akamwambia, bala wallahi laqad ukhbirtu annakuma, nimepewa habari ya kwamba nyinyi mmefuata dini ya Muhammad, mumemkubali Muhammad. Akampiga akasema naam. Aliposema naam, akapigwa kofi Said ibn Zaid na Umar. Fatima pale pale akasimama kumziwia Umar asiweze kuendelea kumpiga mume wake.
Lile kofi likasababisha damu ikawa ni yenye kuturizika kwa Said ibn Zaid. Pale pale mufaja ambao kwamba uliokuja ni kwamba Fatima na Said akasimama mbele ya Umar, wakamweleza kwamba tumesilimu na tumemwamini Allah jalla jalalu na tumemwamini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wewe Umar fanya lile ambalo kwamba unataka kulifanya. Umar alipoona damu inamwagika, wengine kuambia alipigwa mume wake, wengine kuambia alimpiga dadake, almuradi ikiwa ni mume wake dadake, ikiwa amempiga dadake, damu alipoiona kwa dadake inamwagika, akawa ni mwenye kujuta kwa lile ambalo kwamba alilofanya, akamwambia dadake, tukichukulia kwamba alimpiga dadake, nipe zile sahifa ambazo kwamba ulizokuwa ukisoma, ama nipe hizo sahifa ambazo kwamba nimezisikia mkizisoma, niangalie nini ambacho kwamba alichokuja nacho Muhammad na kipi ambacho kwamba Muhammad anachokieleza katika yale ambayo kwamba aliyokuja nayo. Fatima akamwambia, inna nakhshaka alaiha, tukogopea kwa hizi sahifa, huenda tukakupa ukazichana au ukazifanyia mambo ambayo kwamba yasiyo ya haki, yasiyo mazuri. Fatima akamwambia dadake, la takhafi, usiogope. Akaapa kwa miungu yake ambayo kwamba ni Lata na Uzza, nitakuregeshea baada ya kuzisoma, nipe nizione. Fatima akawa hana lingine ila ni kumpa awe ni mwenye kuzisoma. Alipozisoma akawa Umar ni mwenye kugeuka hali yake kutoka kwa ukali, na ni mwenye kuonekaniwa wepesi, yani na ulaini kwenye uso wake. Kwanza riwaya tuambia kwamba dadake alikataa kumpa kwa kuwa akimwambia Umar kwamba wewe ni najis, uko katika shirki, na hizi sahifa haziwezi kuguswa na mtu ambaye kwamba hayuko tohara, nenda ukaoge kabla hujazigusa. Riwaya tuambia Umar akainuka akaenda kaoga, kisha ndio akaja akapewa zile sahifa, akawa kile ambacho kwamba kilichoandikwa ndani ya sahifa, Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa ardha was samawati alula, mpaka aya ya 8. Kila anaposoma Umar akawa anabadilika, anatoka katika hali ambayo kwamba aliyokuja nayo yuenda katika hali ambayo kwamba ya upole, hali ya Uislamu. Alipomaliza aya 8 akaanza kusema, ma ahsana hadha alkalami wa akramahu, na yote haya Umar anaoyafanya, kumpiga dadake, kumtoa damu na kutaka zile sahifa na kwenda kuoga, Khababu ibn al-Arati amejificha kwa kuogopa ukali wa Umar. Amejificha yuogopa ukali wa Umar. Aliposikia Umar anasema ma ahsana hadha alkalam wa akramahu, akajitokeza sasa, akijua ya kwamba Umar alivyokuja ni tofauti na sasa alivyo. Akamwambia Umar, mimi natarajia kwamba dua ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekubalika, kwa sababu nilimsikia jana akisema Allahumma ayyid al-islam bi abi al-Hakam wa ibn Hisham, bi abi al-Hakam ibn Hisham wa bi Umar ibn al-Khattab. Khabab ibn Arati ajitokeza mwambia Umar, nataraji kwamba dua ya mtume imekubalika, kwa sababu jana nilisikia akiomba dua akisema, ewe Mola upe nguvu Uislamu kupitia Abil Hakam ibn Hisham au bi Amr ibn al-Khattab, ima Abu Jahli ama wewe Umar.
Allah ya Umar. Pale pale alipoambiwa maneno haya na Khabbab, Umar akamwambia Khabbab, dullani ya Khabbab ala Muhammadin hatta atiyahu fa aslam, nionyeshe kwa Muhammad ewe Khabbab, ili nipate kumwendea nikasilimu. Khabbab akamwambia, huwa fi baiti inda Safa maahu fihi nafaru min ashabihi, yuko nyumba, kwenye nyumba iliyomo Safa, uko pamoja na kipote cha watu. Umar akachukua upanga wake akauweka kwenye uvo wake, akaenda akikusudia kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na masahaba wa bwana mtume Muhammad. Umar alipokwenda kabisha, alipobisha, waliposikia sauti ya Umar, akasimama mmoja katika masahaba bwana mtume Muhammad, akawa anachungilia kwa tundu iliyomo katika mlango. Akamuona Umar ameuweka upanga wake kwenye kiuno chake. Alipomuona akarudi mbio kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hali ya kuwa anafaza, akimwambia, ya Rasulullah, hadha Umar ibn al-Khattab mutawashihan as-sayf. Hamza ibn Abdul Muttalib aliposikia yale maneno akamwambia, mpeni hizi naingie. Akiwa amekuja na khairi, basi ndio tunahitaji na tutampa khairi, na ikiwa amekuja na shari, basi kwa huo upanga wake aliokuja nayo ndio tutakaomuulia nao. Sayyidina Hamza ndio akasema maneno haya baada ya yule sahaba aliyechungulia na kumwona Umar kwenye tundu ya mlango amekuja hali ya kuwa na upanga, na kuja kumwambia mtume Muhammad, Umar ndiye aliyomo mlangoni hali ya kuwa amekuja na upanga. Yalipokuwa amesema maneno haya, Hamza ndio akamwambia, fungua, ikiwa amekuja kwa kheri tutampa kheri, na ikiwa amekuja kwa shari, huo upanga wake aliokuja nao ndio tutakaomuulia. Upanga aliokuja nao ndio tutakaomuulia. Bwana mtume akasema, mpeni idhini aingie. Akapewa idhini, akaingia. Alipoingia akaenda paka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika mtume akamuuliza, ma jaa bika ibn al-Khattab, umekuja na nini? Wakati Umar anaulizwa maneno haya na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa anamwambia mtume, ji'tuka liumina billahi wa birasulihi wa bima jaa min indillah, nimekuja kuamini yale ambayo kwamba kukuamini wewe na mtume na wewe, muamini Allah na wewe na yale uliokuja nayo kutoka kwa Allah. Waislamu akapiga takbir, watu wakajua mwenye nyumba kwamba Umar amesilimu, na wale ambao kwamba waliokuwa pale wakitoka wana furaha kwa kuwa Umar amesilimu, wakawa imezidi furaha kwa kusilimu Umar na Hamza, kwa sababu walisilimu kwa kupitishana masiku tu, na wakifahamu kwamba hawa watu wawili kusilimu kwao ndio itakuwa ngao au ngome ya kumuhami bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokamana na maadui wanaomfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatima ikawa ndio sababu dadake kusababisha kwamba Umar ajue Uislamu, na Fatima huyu akaishi mpaka akamuona dada yake kwamba ni khalifatan lilmuslimina au amira almuslimina, kama alivyotaja Ibn al-Jawzi katika manaqib ya Sayyidina Umar kwamba Fatima alimuona annaha rawat an rasulillah, akapokea kutoka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye Fatima dada yake Sayyidina Umar aliyesababisha dada ndugu yake aweze kusilimu. Ni mmoja katika watu ambao kwamba waliotangulia katika Uislamu, na kutangulia kwake kwa Uislamu na baadhi ya watu wakamfuata kupitia mikono yake, na Uislamu ukapata nguvu kwa wale waliomfuata kupitia mikono yake. Waliposilimu Uislamu ukapata nguvu na watu wakafurahi kwamba Umar amesilimu. Na siku zote tuambiwa waraa kulli adhimin imra'atun adhima,
nyuma ya kila mtukufu au mtu mkubwa kuna mwanamke mkubwa. Uislamu ulipata nguvu kwa Umar, akawa ni mkubwa. Huyu Umar aliyemfanya mkubwa ni nani? Dadake Fatima. Wenyewe muambiwa, ukiona mwanamume amefaulu katika dunia, basi nyuma yake au chini yake kuna mwanamke ambaye kwamba aliyempelekea kwa nini kufaulu. Ndio haya kufaulu kwa Umar, chanzo chake kilitokana na dadake, na kila dada yahitajika awe ni mwenye kumdulisha ndugu yake mema, ili awe mwema baada ya kwamba yeye ni mwema. Usiwe ni dada ambaye kwamba mwenye kumpoteza ndugu yako akaingia katika mitihani ambayo kwamba ya kidunia asiyomjua Allah jalla jalalu. Kwa hivyo tueleza mwanamke kama dada waliomzunguka bwana Mtume Muhammad, mmoja akiwa ni Fatima. Kwa kusilimu kwake ndio akasilimu Sayyiduna Umar, na kusilimu kwa Sayyidina Umar Uislamu ndio ukapata nguvu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki watu kama hawa tuwafahamu. Asallallahu qatakum ila liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaykum wa afwa minkum. رمضان 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 كريم